Ifikapo Machi 21 kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya Down syndrome, yani Mongolia. Shirika la kuhudumia watu wenye ulemavu katika wilaya Karagwe, Community Based Inclusive Development Organization, yani CBIDO, limeadhimisha maadhimisho kwa kutoa elimu kwenye baadhi ya vijiji vya kata ya Kihanga na Rugera wilayani Karagwe mkoani Kagera. Lengo likiwa ni kuwezesha wananchi hasa wa maeneo ya vijijini kupata uelewa kuhusu ulemavu huo. Na huyu hapa ni mtaalamu kutoka katika shirika la CBIDO, anategua kitendawili kinachotaka majibu kuhusu ulemavu wa Mongolia. Kwa majina naitwa Donata Edward Salvatori, ni mtaalamu mtoa tiba kwa njia ya vitendo. Nafanya kazi na shirika la CBIDO. Down syndrome ni hitilafu ya chromosome kuzidi hasa ya 21, ambayo baada ya kutoa kopi mbili kama zilivyo chromosome nyingine, yenyewe hutoa kopi 3. Chromosome ni chembechembe zinazopatikana kwenye mwili wa binadamu, ambapo kwa mwanamke zinapatikana chembechembe 23 na kwa mwanaume chembechembe 23. Ili apatikane mtoto mwenye Down syndrome, chromosome ya 21 yenyewe hutoa kopi 3 kusababisha kuwa na chembechembe 47. Ni kwa nini dunia inaadhimisha siku ya Down syndrome tarehe 21 mwezi wa 3? Ni kwa sababu chromosome iliyoathirika ni chromosome ya 21 na iliathirika kwa kutoa kopi 3 tofauti na chromosome nyingine zenyewe hutoa kopi 2. Hiyo ndio sababu kuu kwa nini tunaadhimisha Down syndrome tarehe 21 mwezi wa 3. Vifuatavyo ni visababishi vya Down syndrome. 1. Sababu za kijenetikia. 2. Umri wa mama kuzidi zaidi ya miaka 35. 3. Matumizi ya kemikali na sumu wakati wa ujauzito. 4. Hitilafu ya mifumo mbalimbali ya mwili wakati wa kutungwa kwa mimba. Na hapa anataja baadhi ya dalili za ulemavu huo. Hawa watoto kwenye viganja vyao vya mikono, watoto wa kawaida wanakuwa na mistari mitatu kama sisi wengine ambavyo tuna mistari mitatu, ila watoto wenye Down syndrome wanakuwa wana mstari mmoja mkubwa. Changamoto zinazoambatana na ugonjwa wa Down syndrome, hawa watoto huwa wanachelewa katika makuzi. Hatua zote za makuzi huwa zinachelewa, kuanzia kukaa, kusimama, kutembea, kutambaa kama watoto wengine. Pia hawa watoto wenye Down syndrome huwa wanakuwa na changamoto ya moyo, japokuwa sio wote, ila wengi wao huwa wanapata shida ya moyo, wanakuwa wamezaliwa nayo. Watoto hawa pia huwa wanapata shida kwenye mfumo wao wa mmeng'enyaji wa chakula, hivyo huwapelekea watoto kula sana bila kushiba. Bi Juliet Aroizi, mtaalamu kutoka katika shirika la CBIDO, anaeleza shughuli ambazo zimefanywa na shirika katika maadhimisho ya siku ya Mongolia duniani, huku akisii jamii kutowabagua na kuwatenga watoto wenye Mongolia. Kwa wiki hii tumekuwa na maadhimisho ya Down syndrome duniani, ambapo kwa hapa Tanzania yamefanyikia Mwanza, viwanja vya furahisha. Kwa wilaya yetu hii ya Karagwe tumefanya maadhimisho haya ya siku ya Down syndrome duniani kwa kata mbili ambazo ni Kihanga na Rugera. Lakini maadhimisho haya tumejikita sana katika kutoa huduma. Kwa kata ya Kihanga tumekutana na watoto ambao wana shida ya lishe, lakini pia na watoto wenye ulemavu na watoto wenye kifafa na jamii nzima. Tumekutana nao, tumewaelimisha kuhusu masuala ya kuzuia ulemavu, lakini pia tumejikita sana kwenye sababu zinazosababisha aina ya ulemavu ambayo ni Down syndrome. Tumetoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya macho, huduma za elimu ya nyumbani kwa watoto wale ambao hawajapata fursa ya kwenda shuleni. Huwa tunawakuta majumbani, tunawaelekeza vitu ambavyo ni vya kimazingira ili waweze kuviishi na kuvielewa. Na vile vile tumekutana na wamama wenye watoto chini ya miaka 5 ambao ni wamama ambao wanajishirikisha katika lishe. Tumeongea nao, tumewaelimisha kuhusu masuala yote ya kuzuia ulemavu, lakini pia na kujikinga na vile vihatarishi, matendo hatarishi ambayo yanaweza kusababishia kupata ulemavu. Maadhimisho haya sana yamelenga kuelimisha jamii ili ielewe zaidi namna ya kuishi na watoto wenye Down syndrome, lakini
pia na kuwafanya watoto hawa wapendwe kwenye jamii, wasitengwe. Waswahili waamini kwamba elimu pana ajabu huwezi yote kujua. Hii ni sawa na msemo usemao kuwa asiyeuliza anajifunzaro. Kwa maana elimu waliopatiwa wananchi hawa na wataalamu kutoka katika shirika la CBIDO limefumbua macho na kupata uelewa kuhusu ulemavu wa Mongolia. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Celestine Rangiwa, natokea kwenye kijiji cha Mkaka Jinja, kata Rubera. Mimi kwa kweli nashukuru kwa ajili ya mafunzo haya, kwa sababu jamii tunayoishi sisi asilimia kubwa tulikuwa tufahamu kwamba hata ugonjwa kwamba ni ugonjwa, hata watoto wamo kabisa kijijini, lakini watu hawajui kabisa kwamba hilo ni tatizo ambalo bila kawaida tena lipo, na watoto wanahitaji msaada labda wa kitaalamu, alafu pia na kutokunyanyapaliwa. Lakini nashukuru kwa ajili ya mafunzo haya, watu wataelewa. Tukiendelea kupata haya mafunzo mara kwa mara, wakatutembelea wataalamu, wakafanya karibu na mashirika, hata taasisi tu za dini, wakawa karibu na sisi, wakatembea hata makanisani, tukapata elimu. Wakawa wanafanya hata mikutano ya kwenye vitongoji, vijiji. Watu watakuwa na uelewa mpana mno juu ya ugonjwa huu. Kwa jina naitwa Jennifer Joel Baijuki, nimetokea katika kata ya Kianga, kijiji cha Kibera. Kwa kweli tunashukuru sana, tumejifunza dalili zake za ugonjwa wa Mongolia. Kwa kweli wanasema kwamba sababu ya kwanza ni sababu ya kunywa pombe ukiwa uko mjamzito, inaweza kusababisha kupata mtoto mwenye tatizo la Mongolia. Na tatizo lingine na linalosababisha ni kuchelewa kuzaa kuzidi miaka 35, na yenyewe linasababisha kupata mtoto ambao mwenye tatizo la Mongolia. Kwa kweli tunashukuru ili shirika kutembelea katika kijiji chetu kutufundisha, kwa sababu ya mambo tulikuwa hatuyajui, lakini sasa hivi kwa kweli tumejifunza vitu vingi na tumenufaika na vitu vingi sana kutokana na hili shirika la CBIDO. Kwa kweli tunawashukuru sana, na Mungu awasaidie waliowezesha hili shirika, siku nyingine waweze kuletea vitu vigeni ambavyo tuvifahamu ili tuweze kujifunza. Mtazamaji, kufikia hapa na kunja jamvi la makala fupi ambayo ilikuwa ikiangazia kwa kile ambacho kilifanywa na shirika la CBIDO la wilayani Karagwe katika maadhimisho ya siku ya Down syndrome yaani Mongolia duniani, ambapo maadhimisho haya yamefikia tamati Machi 21 mwaka 2025 kwa kuongozwa na kauli mbiu isemayo mifumo ya huduma za kutuwezesha iboreshwe. Mimi ni Jovinus Ezekiel Kamgisha wa Karagwe Media.